Thamini watu walio karibu na wewe. Wengi wanaokuangalia kwa nje hawajui magumu unayopitia katika nyumba yako, ndoa yako na mwilini mwako. Naamani alikuwa mtu mwenye cheo kikubwa aliyeletea heshima taifa lake. Alikuwa hodari lakini mwenye ukoma. Njia ya majibu yake ilikuwa iko kwa msichana wa kazi aliyekuwa mfungwa anayemsaidia mkewe. Tukisoma andiko linatuambia na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Huu ni ujumbe wa pekee unaotufundisha jinsi ambavyo Mungu anaweza akawatumia watu wa karibu na sisi. Warumi 18 inatuambia pia, lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Tuna mambo ya kujifunza katika habari tuliyoisoma kuhusu Naamani. Kwanza tunajifunza kwamba kuna watu wako karibu na wewe lakini wanashindwa kukusaidia kwa vile umejiweka katika viwango vya juu mpaka hata nyumbani kwako. Tunaona kwamba kuna watu wakati mwingine wanaweza wakawa wanataka kukutahadharisha jambo fulani, lakini huwaoni kama na wao ni watu. Yaani kwa maana hiyo unajikuta kwamba unaweza ukateseka na matatizo yako ambayo Mungu angeweza akamtumia mtu ambaye uko karibu na wewe. Kipindi kile Naamani waliposhinda vita, waliteka watu mbalimbali. Kwa walikuwa wamemteka pia msichana kutoka nchi ya Israeli ambaye ilibidi awe anamsahudumia mke wake Naaman. Lakini kumbe alikuwa ni mtu ambaye anaweza akatumiwa na Mungu kwa ajili ya maisha ya mtu huyu ambaye alikuwa na cheo kikubwa sana katika serikali, na alikuwa mtu mwenye heshima kubwa lakini mwenye tatizo kubwa ambalo alitakiwa atengwe na jamii baada ya kuthibitika wazi mtu anapokuwa na ukoma. Kipindi hicho alikuwa hatakiwi achangamane na watu. Kwa alikuwa ni hatari kubwa kwa mtu muhimu kama huyu. Lakini kingine tunachojifunza ni kwamba kuna watu wa kawaida lakini wanajua jinsi ya kukuunganisha na fursa na majibu yako. Kama tulivyoona kwamba hapa huyu msichana alikuwa tu anafanya kazi katika nyumba yake, tena aliyechukuliwa kama mtumwa, lakini alichukuliwa tu kama mateka kwenye vita. Lakini alikuwa na kitu cha kipekee cha kuweza kumuunganisha Naamani na muujiza wake wa uponyaji. Lakini jingine tunachojifunza ni kwamba kuna watu wa kawaida wasiojulikana. Kuna watu wako insignificant, hawajulikani, lakini wanakutakia mema, ila wanashindwa wakufikieje kutokana na kwamba umejiweka katika viwango fulani. Huyu mtu alikuwa mtu mkubwa sana, lakini bado tuliona kwamba huyu msichana aliwaza kwamba kwa nini huyu mtu asipone? Pamoja na kwamba nimechukuliwa mateka na kaa kwenye nyumba hii kama mfungwa, lakini huyu mtu kwa nini abaki na ukoma huu kwa muda mrefu? Kwa hiyo alikuwa anamtakia mema, wala hakutaka aone kisasi kwamba huyu kwanza nimechukuliwa mateka, kwa hiyo huyu mtu abaki na matatizo yake. Kwa hiyo kuna watu wakati mwingine ambao wanaonekana ni wa kawaida lakini wanataka wakusaidie, lakini wanashindwa wakufikieje. Lakini vile vile unaposhauriwa na watu wa hadhi ya chini, pokea ushauri wao. Naamani hakudharau ushauri wa huyu msichana mtumwa ambaye alikuwa anakaa katika nyumba yao kutoka Israeli, bali aliufanyia kazi ule ushauri. Kwa hiyo kuna watu wengi wanateseka leo kwa sababu wamejiweka viwango vya juu bila sababu, na matokeo yake majibu yao yako karibu nao, lakini wao hawana habari na hawapokei. Kwa hiyo ni muhimu pia kwamba utambue watu wa kukusaidia katika ofisi yako, katika huduma yako, katika kanisa lako, mahali ulipo kuna watu ambao wana majibu yako. Mfalme wa Israeli alipoandikiwa barua kwamba maana huyu Naamani alikuwa ni mtu mkubwa, kwa hiyo akasema hapa siwezi kumwandikia nabii, lazima nimwandikie rais. Kwa hiyo akamwandikia mfalme wa Israeli barua kwamba anahitajika kuponywa ukoma. Lakini jambo hili kwa mfalme wa Israeli aliliona kama ni uchokozi, maana hana karama za kuponya, hana kipawa hicho. Mwisho akajibu hivi akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha? Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake. Fahamuni basi na kusihini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Kwa hiyo tunaona hapa jinsi ambavyo mfalme alichanganyikiwa kwamba hasa huyu ananiambia mimi niponye. Kumbe alimwandikia akijua yeye ndiye mwenye mamlaka, na akijua pengine mfalme anamjua huyo nabii, kwa hiyo atamuunganisha naye, lakini akalipokea vibaya kwamba huu ni uchokozi, sio kitu ambacho kilitegemewa niandikie. Elisha akasikia, akasema naaje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yupo nabii katika Israeli. Tunaona jinsi ambavyo mfalme huyu hakubishana na mtumishi wa Mungu mwenye ufunuo. Hakusema hakuna mtu anaweza kuponya hapa. Bado akatambua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye kumbe anaweza kumsaidia katika maisha yake, huyu mtu ambaye anahitaji msaada hata kama yeye binafsi hawezi.
Kwa hiyo tunajifunza pia hapa kwamba viongozi tuwe na imani kwa watumishi wa Mungu badala ya waganga wa kienyeji. Tutapokea uponyaji wa bure kabisa wakati waganga wa kienyeji wakihitaji kafara na gharama nyingi na kutupa muda wa miaka michache ya kuishi duniani kwa masharti mengi yasiyotekelezeka. Lakini wapo watumishi wa Mungu ambao wapo katika maeneo yetu ambao tukiwatumia tunaweza kupokea majibu bure kabisa bila malipo yoyote, kwa sababu Mungu anawatumia watu wake. Kwa hebu tunapokwenda kumuomba Mungu ujumbe huu, Mungu akupe kutafakari zaidi kwamba thamini watu walio karibu na wewe. Kuna watu walioko karibu na wewe, wao wanamjua Mungu au hawamjui Mungu, lakini Mungu akiamua anawatumia. Kama alivyomtumia punda kipindi kile, pia anaweza akamtumia mtu ambaye hukumtegemea akawa msaada katika maisha yako tu. Kwa hiyo tuishi vizuri na watu, tusiwe wabaguzi na kuwadharau watu wa hali yoyote. Hebu tuombe sasa mbele za Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunasema asante kwamba umetupa nafasi ya pekee katika usiku wa leo kuweza kuomba uponyaji wako na neema yako katika maisha yetu. Tunaomba uwasaidie watu wenye matatizo lakini wanawapuuza watu. Kuna watu wana matatizo mbalimbali katika maisha na matatizo yale yameshindwa kuondoka kwa sababu wanawapuuza watu walio karibu nao. Pengine wanawapuuza watu kwa sababu hawana elimu, pengine wanawapuuza watumishi wengine, wanapuuza kwa sababu ni watumishi wa siku za karibuni, wana makanisa madogo. Na wako watu ambao mtu anaona nitaingiaje kwenye kanisa lile la watu wachache. Kumbe Mungu yeye anachoweza kutenda hakiwekewi mipaka yoyote na mtu yoyote. Na hivyo watu wao wameendelea kuteseka katika maisha yao bila sababu. Tusaidie Bwana, tusiangalie hadhi ya mtu, bali tuangalie ujumbe na huduma ambao unampa kwa ajili yetu, ili tusitembee na matatizo yetu ambayo yangeshapona siku nyingi. Angalia Bwana, tunakuhitaji Bwana. Tusaidie pia watumishi wa Mungu tuwe na majibu ya maswali magumu ambayo viongozi wetu wa serikali wanayo, badala ya kuwanyoshea tu vidole. Tunaona jinsi ambavyo rais au mfalme alishindwa kuwa na majibu ya kumsaidia Naaman, lakini alijitokeza mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, akaingilia kati, akamwambia pamoja na kwamba jambo hilo ni gumu kwako, lakini mlete kwangu naye ataweza kupokea uponyaji. Na mfalme huyu alimuelewa nabii wa Bwana, akamuunganisha naye na yule mtu kweli akapokea uponyaji. Mungu tunaomba ukatusaidie tuweze kuwa na majibu ya matatizo yaliyoshindikana kibinadamu katika nchi yetu, katika serikali na katika jamii, kwa sababu umetuweka hapo kwa kusudi maalum. Tunakuinua Mungu na kutukuza, tukihitaji uzima wako ukatembee juu ya kila mmoja mwenye maumivu mahali popote katika jina la Yesu. Kuanzia utosi wa kichwa hadi wayo wa mguu, na amuru magonjwa yaachie katika jina la Yesu. Mapepo yanayomtesa mtu yeyote katika mwili wake, na amuru yatoweke sasa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo ikatembee na kugusa na kuponya katika nyumba, kuponya mtu yote aliyoko hospitalini, mtu yote mwenye maumivu ya aina yoyote mahali popote. Apokee uponyaji sasa katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye umeahidi uzima na kwamba tutaomba kwa ajili ya watu na utawaponya. Tunakuinua na kuheshimu Mungu wetu kwa kuwa unasikia maombi na unaponya. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa kipindi kizuri ambacho tumekuwa nacho. Karibu tena kesho ili tuendelee na maombi yetu. Mungu akubariki.